Mtazamaji mpendwa, kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tuanzie mashariki ambapo mlipuko mkubwa ilitikisa mji wa Baraka jimboni Kivu Kusini hii siku ya Jumanne baada ya shambulio la drone dhidi ya kambi ya wanajeshi wa Burundi huko Mushimbake. Angalau askari mmoja wa Burundi aliuawa na watu waliingiwa na hofu kubwa. Wakati hayo yakijiri, makamu wa zamani wa rais wa DRC Azarias Ruberwa anapinga mabadiliko yoyote ya katiba ya mwaka 2006. Anakosoa uongozi wa Felix Tshisekedi, anaonya dhidi ya kuongeza muda wa madaraka na anaushauri suluhisho la maridhiano kuhusu swala ya Joseph Kabila. Hujambo. Milipuko mikubwa ilisikiwa katika mji wa Baraka jimboni Kivu Kusini siku ya Jumanne tarehe 30 Juni baada ya shambulio la drone lililolenga kambi ya wanajeshi wa Burundi huko Mushimbake. Shambulio hilo lilisababisha hofu kubwa na inasemekana lilisababisha kifo cha angalau askari mmoja wa jeshi la Burundi. Ketia Rugamika ana maelezo zaidi. Milipuko mikubwa imesikika leo Jumanne tarehe 13 Juni mwaka 2026 katika mji wa Baraka, mikoa wa Kivu Kusini. Kulingana na taarifa mbalimbali, droni ya kijeshi imevamia kambi ya wanajeshi wa Burundi iliyo katika kitongoji cha Mushimbakie ndani ya mji wa Baraka. Vyanzo vya kijamii vinaripoti kuwa milipuko miwili mikubwa ya mabomu imetokea katika eneo hilo la Mushimbakie. Hali hii imeleta hofu kubwa katika eneo hilo. Mwanajeshi mmoja wa Burundi amethibitishwa kufariki dunia hapo hapo. Helikopta 3 za jeshi ya Kongo zilizokuwa zikitokea point 0 zilifukuzwa na drone ya adui tangu point 0 hadi Baraka. Wakati helikopta hizo zinatua katika kambi ya jeshi ya Burundi ya Mushimbakie, drone ilifuata, amesema kiongozi mmoja wa kijamii katika mji wa Baraka. Angalau helikopta moja inasemekana kupigwa. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Kongo wala jeshi la Burundi. Tangu mwezi mmoja uliopita, mapigano makali yanaendelea katika milima ya Minembwe ambapo jeshi la Kongo likisaidiwa na jeshi la Burundi na wazalendo limeanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi ya Turaneo wakishirikiana na F23 katika wilaya ya Fizi. Mashambulizi ya drone yameongezeka katika eneo hilo kulingana na shirika la Atled. Kama nilivyosema awali, Azarias Ruberwa anakataa mabadiliko ya katiba na anamtetea Kabila. Katika mahojiano na Stanis Bujakera, Azarias Ruberwa anapinga vikali mabadiliko yoyote ya katiba ya mwaka 2006, akisema ni msingi wa utulivu wa taasisi nchini DRC. Anakosoa uongozi wa Felix Tshisekedi, anaonya dhidi ya jaribio la kuongeza muda wa madaraka na anaitika suluhisho la maridhiano kuhusu swala la rais wa zamani Joseph Kabila. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa DRC na sasa wakili katika jimbo la Washington nchini Marekani, Azarias Ruberwa amesema ameshangazwa na kusitishwa na kauli za watu wa karibu wa rais Felix Antoine Tshisekedi wanaounga mkono mabadiliko ya katiba. Amesema kuwa kuongeza muda wa rais zaidi ya unaoruhusiwa na katiba ni kuvunja kiapo cha rais na kuhatarisha misingi ya kidemokrasia. Jambo la haraka si kubadilisha katiba, bali ni kuheshimu na kuhakikisha inaheshimiwa ili kuimarisha demokrasia na kupambana na umaskini, amesema Azarias Ruberwa. Akijibu madai kwamba katiba ya mwaka 2006 iliandikwa na wageni, Ruberwa amekataa kabisa hoja hiyo. Kwa mujibu wake, katiba hiyo iliandikwa na Wakongomani wenyewe ili kumaliza migogoro ya uhalali wa viongozi iliyodumu kwa miaka mingi. Ameongeza kuwa baadhi ya walioandika katiba hiyo bado wanashika
nyadhifa muhimu serikalini. Kwa Ruberwa, hakuna sababu ya kubadilisha katiba leo. Miaka 20 ni kipindi kifupi katika maisha ya taifa. Hakuna tukio kubwa lililohitaji katiba mpya. Sababu zinazolewa sasa ni za kisiasa zaidi, amesema. Kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, Ruberwa amesema katiba hairuhusu kubadilishwa wakati nchi iko vitani au chini ya hali ya hatari. Pia amesema vita haipashwi kuwa sababu ya kuharibisha uchaguzi wa mwaka 2028. Mwisho, Ruberwa ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayowakutanisha wadau wote wa kisiasa, akisema DRC inahitaji mazungumzo mapya ya kushughulikia matatizo ya kisiasa, usalama, uchumi na jamii. Amehitimisha kwa kusitiza kuwa changamoto kubwa si kusaini makubaliano bali ya kuitekeleza. Tunajua jinsi ya kufikia makubaliano. Tatizo kubwa nchini DRC ni kutotekeleza ahadi zinazotolewa baada ya makubaliano kusainiwa, amesema Ruberwa. Mkutano wa maaskofu wa kitaifa wa Kongo Senko na kanisa la Mungu nchini DRC SSA wanatoa onyo huko Kinshasa kuhusu hali ya mashaka makubwa kati ya wananchi na wanasiasa, pamoja na kuongezeka kwa maneno ya chuki na matukano. Wanataka mazungumzo ya kweli na ya wazi kwa njia ya mti wa mazungumzo ili Kongo ipone na maslahi ya taifa yawe mbele ya maslahi ya vyama. Appel de la Senko et de l'SSC à la paix et à l'unité nationale en marge du 66e anniversaire de l'indépendance le 30 juin 2026. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Congolaises, Congolais, filles et fils de la République démocratique du Congo. En ce jour mémorable du 30 juin 2026, où notre nation commémore le 66e anniversaire de son indépendance, nous rendons un vibrant hommage à nos pères fondateurs qui ont rêvé d'un Congo libre, uni et prospère. Nous vous invitons avant tout à rendre grâce à Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Maître des temps et des circonstances, qui continue à veiller sur notre nation et son peuple, en dépit des multiples vents contraires que nous traversons. Au regard de la situation actuelle du pays, qui semble assombrie par l'épreuve, nous affirmons avec la gravité d'une profession de foi et la responsabilité d'un avertissement prophétique qu'une nation commence à s'effondrer lorsque les armes remplacent la parole, lorsque les filles et les fils du pays cessent de se parler, lorsqu'ils ne se reconnaissent plus comme membres d'une même communauté de destin, lorsqu'ils substituent la méfiance à la fraternité, la haine à la solidarité, l'esprit de vengeance à la culture du pardon et à la confrontation à la recherche du bien commun. Nous constatons avec préoccupation la multiplication des discours de haine, de messages d'exclusion et des paroles de division, là où la nation a besoin de la réconciliation. Nchini DRC, Kardinali Fridolin Ambongo ametoa tathmini kali katika maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru. Anapinga muhula wa 3 wa Rais Felix Tshisekedi na pia mabadiliko ya katiba, akisema hayatatatua matatizo ya wananchi. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution
qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs? Pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais par rapport aux idéaux de liberté, de justice, de paix, d'unité et de progrès proclamé au matin du 30 juin 1960. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de cette terre abondamment bénie par Dieu? 66 ans après, la RDC devrait compter parmi les principales forces de développement du continent africain. Et regardons la réalité. Le constat est sans appel. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué. Pasipoti yake ilizuiliwa na alipigwa marufuku kusafiri Jumapili iliyopita. Delice Sanga alikutana Jumanne na viongozi wa upinzani akiwemo Martin Fayulu katika ibada ya shukrani ya miaka 66 ya uhuru wa DRC. Upinzani unaounga mkono Kabila pia ulikuwepo pamoja na waziri wa zamani Marie-Ange Mushobekwa, India Omari na Profesa Theophile Mbemba Fundu. Kituo cha matibabu kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kimeripoti mgonjwa wa kwanza kupona Ebola. Wataalam wa afya wanasema matibabu yanafanya kazi vizuri kama wagonjwa wakifika mapema hospitalini. Mgonjwa aliyepona amewashukuru wahudumu wa afya na kuhimiza watu kwenda hospitali mapema wakipata dalili. Aujourd'hui à Beni, au centre de traitement Ebola de Beni, nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous présenter
le premier cas guéri de Ebola. Ebola, c'est une réalité. C'est aussi une occasion pour nous de communiquer à la population qui nous suit que Ebola, c'est une maladie, ce n'est pas une fatalité. Ebola est guérissable. Mais à la seule condition de faire confiance d'abord à l'équipe de prise en charge et d'adhérer à toutes les actions de la riposte. Lorsqu'on fait confiance à l'équipe de la prise en charge, lorsqu'on accède aux soins de qualité à temps, on augmente la chance de guérir d'Ebola. Nous déplorons, nous regrettons à chaque fois que nous voyons les gens venir aux soins dans des tableaux de gravité. Lorsqu'on accepte la prise en charge pendant qu'on est déjà dans le stade avancé de la maladie, on a bien entendu la malchance de perdre sa vie. Donc ici, nous demandons à toute la population de se comporter comme notre sœur Charline, que nous allons vous présenter tout à l'heure, qui vient de vaincre Ebola, parce qu'elle a adhéré, elle a bien coopéré. Voilà, elle est parmi nous, elle ne constitue plus une menace pour la communauté. Bien sûr, il y a tout un programme de suivi. Elle va bénéficier à toutes les activités dans ce programme de suivi. Elle va nous aider aussi à communiquer à la population qui nous suit. Donc pour elle, nous la considérons comme notre ambassadrice. Kumisho imani ya wananchi kwa kituo cha matibabu ya Ebola cha hospitali kuu ya Bunia inaongezeka pole pole. Watu wengi wenye dalili za Ebola wanajitokeza wenyewe kupata huduma. Kituo kinafuata utaratibu mkali, uchunguzi wa kitabibu, vipimo vya maabara na ufuatiliaji wa wagonjwa. Moi, c'est Dr Erad Yuma Jean-Pierre. Je suis médecin traitant au CTE de l'hôpital général de Bunia. Et comme vous venez de voir, nous venons de transférer 3 malades ici positifs d'Ebola. Ils étaient dans notre premier bâtiment, c'est le suspect. Et après le premier test de PCR, leur résultat est sorti positif. C'est pourquoi on les a transférés du CTE chez les suspects pour le bâtiment de le confirmer. Et ici, il faut continuer avec les soins qu'on a commencé chez les suspects. Et c'est le même soin qui va continuer chez les confirmés. Alors, la prochaine étape, c'est deuxième prélèvement de biochimie. À partir de là, nous allons analyser les résultats de biochimie pour maintenant réajuster le traitement. S'il s'avérait que ces résultats sont perturbés, alors nous allons réajuster le traitement en fonction des résultats de biochimie qui seront venus du laboratoire. Voilà en globalité par rapport au transfert de ces malades. C'est juste les malades qui étaient admis chez les suspects. Maintenant, on les a amenés chez les confirmés pour la continuité des soins. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Bunia jimboni Ituri kaskazini mashariki mwa DRC. Ndio tunakomesha taarifa ya habari ya leo iliyojiri nchini DRC. Tunashukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.